vyovyote vile, iwe ni mechi ya kirafiki ama vinginevyo, lakini kocha Dimitar Pantev anapaswa kufahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba, miongoni mwa mambo ambayo hawajazoea hata kidogo ni kupokea vipigo vya mabao mengi. Ndio. Na tahadhari hii anapaswa kuijua kocha Dimitar Pantev katika kipindi hiki ambacho yuko katika kukijenga kikosi chake kiendane na mipango yake, ili mwisho wa siku wekundu wa Msimbazi Simba wapate vyote, burudani itokanayo na mpira wake alioonyesha tangu katika klabu aliyotoka ya Gaborone United, kwa maana kwamba kumiliki zaidi mpira, kucheza zaidi katika nusu ya pili ya uwanja kwa pasi za kuvutia, lakini wakati huo akihakikisha kwamba Simba inapata matokeo ya kuwapa burudani, ya kuwapa furaha mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kubwa kuliko yote kuhakikisha Watanzania wanapata furaha kupitia kwa wakilishi wao hawa katika michuano ya klabu ya CAF. Maana Simba ni miongoni mwa klabu mbili zenye tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakiwa wao na watani zao wa jadi Yanga. Yote haya yanatokana nini? Ni kwamba leo hii katika mechi ya mazoezi, mechi ya kirafiki kati yao wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya wageni wao ambao ni Al Hilal Omdurman, Simba wampokea kipigo cha mabao 4-1 dhidi ya hao Al Hilal Omdurman. Ikumbukwe hivi karibuni, siku chache tu zilizopita, wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Dimitar Pantev akicheza mechi yake ya kwanza tangu aanze kuongoza wekundu wa Msimbazi Simba, akitokea katika klabu ya Gaborone United ya kule nchini Botswana, Simba ilipata ushindi wa mabao 2-1. Sasa leo hii kibao kikageuzwa kwao. Kwenye mechi hiyo ya mazoezi kwenye uwanja wa Gymkhana jijini Dar es Salaam, Simba wakala kipigo hiki cha mabao 4-1. Miongoni mwa wafungaji kwa klabu ya Al Hilal Omdurman ni pamoja na Adama Coulibaly, ambaye katika mechi ambayo Simba walishinda 2-1 siku chache zilizopita, bao moja la Al Hilal Omdurman alifunga mchezaji huyu Adama Coulibaly. Lakini wengine waliofunga ni pamoja na El Haj Madike, ambaye yeye Al Hilal Omdurman wamemsajili kwa ajili ya msimu huu wa 2025-2026 kuendelea, wakimtoa hivi karibuni katika klabu ya Ittihad Tanga inayoshiriki katika ligi kuu ya Morocco. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba, bao pekee la Simba likifungwa na Eli Mpanzu Kibisawala. Ndio. Lakini waliokuwapo katika mechi hiyo ni pamoja na nyota kadhaa wa Simba na nyota kadhaa wa Al Hilal Omdurman, ambao ndio wanaotumainiwa kuwakilisha vikosi vyao kwenye michuano mbalimbali wanaoshiriki msimu huu 2025-26, ikiwamo ligi ya mabingwa barani Afrika, ambayo raundi ya pili ya awali mchezo wake wa kwanza unatarajiwa kuchezwa kati ya Oktoba 17, 18 na 19 kabla ya kurejewa katika wiki nyingine ijayo. Lakini kwa Simba, wao watacheza Oktoba 19 dhidi ya wenyeji wao Nsingizini Hotspur kule nchini Eswatini kabla ya kurejea jijini Dar es Salaam. Sasa matokeo haya ya 4-1 waliopata kwa wekundu wa Msimbazi Simba yanaweza yasistushe sana, kwa sababu ni mechi mazoezi, ni mechi ambayo walimu wa pande zote mbili, yule wa Al Hilal Omdurman na wekundu wa Msimbazi Simba, Dimitar Pantev, wamekuwa wakijaribu kuona namna gani wachezaji wao wanatekeleza baadhi ya mipango kazi yao kuelekea mechi mbalimbali zinazowakabili. Lakini vyovyote itakavyokuwa, kipigo hiki cha 4-1 kwa Simba kinaweza kikawa ndio wake up call, ni kengele ya kumwamsha kocha Dimitar Pantev kwamba ingawa yeye ni mpya, lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa aina wachezaji walionao, kwa malengo yao, kwa walivyozoea, haipaswi hata kidogo kuwa ni mazoea kwa wao kupoteza na tena kwa mabao mengi. Ikumbukwe mechi hii ya pili ya leo hii inafanya Simba sasa iwe imefunga mabao 3, imeruhusu mabao 5 dhidi ya mpinzani mmoja ambaye ni Al Hilal Omdurman. Msisitizo, matokeo yanaweza isiwe kitu kikubwa sana katika mechi ya kirafiki, maana malengo ya walimu sio kupata matokeo, sio kupata ushindi, bali kuhakikisha vile ambavyo wameelekeza wachezaji wao kwenye mazoezi, small details zinatekelezwa kwa ufanisi. Lakini pamoja na yote, kuruhusu mabao 5 katika mechi mbili ni ni mwito wa kumshitua kocha Dimitar Pantev kwamba yupo Simba, iwe mechi ya kirafiki, iwe mechi rasmi, Simba hakuna namna ambayo mashabiki wake utawaelezea kama vipigo vinatokea vya idadi hii ya mabao. Kwa kukumbushia tu, katika msimu uliomalizika kule katika ligi kuu ya Botswana, inafahamika wazi huyu
huyu Dimitar Pantev aliwezesha Gaborone United kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Botswana. Kwenye mabao alifunga mabao 56, akaruhusu mabao 23. Ligi kuu ya Botswana ina timu 16. Kwa lugha nyingine mechi huchezwa 30 kwa msimu mzima. Sasa kwenye mechi 30 maana yake hapo kizidisha mara 90 ni kwamba dakika 2700 kama ilivyo katika ligi kuu Tanzania bara. Kuruhusu mabao 23 maana yake kwa wastani klabu yake ya Gaborone United aliyokuwa akifundisha kabla ya kutua kwa Wekundu wa Msimbazi Simba hivi karibuni, Dimitar Pantev, timu yake hii ya Gaborone United ilikuwa inaruhusu bao kwa wastani wa kila baada dakika 117 na sekunde 23. Ndio unaweza kusema hivyo kwa sababu kwa msimu mzima kuruhusu mabao 23. Lakini ametoa Simba yenyewe ikoje katika eneo lake la kiulinzi? Ni kwamba msimu uliomalizika 2024-2025 Simba iliimarika sana katika eneo la kiulinzi kulinganisha na msimu nyuma yake ambao ni 2023-2024. Ndio kocha Fadlu Davids ambaye hivi sasa amejiunga katika klabu ya Raja Casablanca akiongoza Simba msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara. Simba ilifunga mabao 69 ikaruhusu mabao 13. Kwa lugha nyingine kwa msimu mzima katika ligi kuu Tanzania bara ambayo pia ina mechi 30 maana kuna timu 16, dakika zinazochezwa ni 2700 kwa mechi 30. Ukigawanya kwa mabao 13, maana Simba ya Fadlu Davids msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara kwa wastani ilikuwa ikiruhusu bao moja kila baada dakika 207 na sekunde 41. Ni kiwango cha juu cha kiulinzi kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, ikikumbuka kwamba msimu nyuma yake 2023-24 Simba iliruhusu mabao 25 ikiwa ni wastani wa kuruhusu bao kila baada dakika 108. Sasa kutoka kuruhusu mabao kwa wastani huu wa kila baada dakika 108 katika ligi kuu Tanzania bara mpaka kufikia wastani huu, maana Simba iliimarika sana kiulinzi. Kwenye kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliomalizika 2024-2025 Simba ambayo ilikwenda mpaka finali iliruhusu mabao 9 baada ya mechi 12. Dakika 1080 Simba ikaruhusu mabao 9 wakati kifunga mabao 12 kiruhusu mabao 9, ambayo kwenye eneo la kuruhusu hapa kwa wastani dakika 1080 gawanye kwa 9 ni wastani wa kuruhusu bao moja kila baada ya dakika 120. Lakini Dimitar Pantev viwango vyote hivi vya wastani wa muda kwa kuruhusu mabao Simba kwa msimu uliopita vinataka kuonyesha kwamba ana kitu cha kufanya kuhakikisha wanakuwa imara zaidi. Hawaruhusu lango lao kufikiwa na mipira kuingia wavuni, kwa sababu yeye katika mechi mbili hizi za kirafiki msisitizo ametoa hivi karibuni ni mapema mno kuanza kutoa tathmini kwamba timu yake inaruhusu mabao mengi na kadhalika, lakini yatosha kwa ujumbe kwake kwamba hilo ni eneo ambalo anapaswa kulifanyia kazi, kwa sababu mechi mbili alizocheza mpaka sasa ambazo zote ni dhidi ya Al Hilal Omdurman amesharuhusu mabao 5. Kwa lugha nyingine dakika 180 ameruhusu mabao 5. Ukigawanya hapa kwa usahihi utagundua kwa wastani anaruhusu bao moja kila baada ya dakika 36. Hiki ni kiwango cha juu mno cha kuruhusu mabao, huku yeye akifunga mabao 3, maana alishinda 2-1, leo hii kafungwa 4-1. Mabao 3 katika dakika 180 za mechi mbili, baki yeye kwenye kufunga kwa wastani anafunga bao moja kila baada ya dakika 180 gawanya kwa 3 ambao ni dakika 60. Yes, huu sio wastani mzuri, na ikumbukwe Wekundu wa Msimbazi Simba kocha Dimitar Pantev anapaswa kukumbuka kwamba yeye na benchi lake la ufundi akina Suleiman Matola na wengine Simba inakwenda kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspur ya Eswatini. Kwenye makaratasi inaonyesha Simba ni kubwa sana na tunafahamu imeingia katika msimu huu wa michuano ya CAF kwenye viwango vya ubora vya CAF ikiwa katika nafasi ya 5 kwa ubora, ingawa hivi sasa baada ya kuingia msimu 2025-26 viwango vya sasa Simba ni ya 6 ikiwa na pointi sawa na Pyramids ya Misri. Kwa hivyo vyote vile ni miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika, lakini Nsingizini Hotspur haimo katika orodha ya klabu bora barani Afrika kwa sababu haijawahi kuingia hatua ya makundi kwenye michuano ya CAF ya Ligi ya Mabingwa wala kombe la shirikisho ndani ya misimu 5 ikiwa ndio utaratibu wa CAF. Nsingizini Hotspur kwenye makaratasi inaonyesha dhahiri kwamba haina ubavu wa kupambana na Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini tunaheshimu tu mpira wa miguu. Kwa hivyo vyote vile kwa hesabu zilivyo Simba ni dhahiri kwamba ina nafasi kubwa kwenda katika hatua ya makundi. Sasa ikiingia makundi
hapa ndipo pa kukumbuka zaidi. Wapinzani wa Simba kwenye hatua ya makundi wanatarajiwa kuwa imara sana. Pindi wote kwenye viwango vya ubora, wale walio katika orodha ya viwango vya ubora wakiingia hatua ya makundi kama itakavyofanya Simba kwa matarajio ya Watanzania walio wengi, ingawa tunaheshimu mpira wa miguu, haitarajii kwamba itazuiwa na Nsingizini Hotspur kuingia hatua ya makundi baada ya mechi mbili za away kule ugenini nchini Eswatini siku ya Oktoba 19 na marudiano wiki moja baadaye jijini Dar es Salaam. Sasa ikiingia makundi, matarajio Simba wapinzani wake kwanza itakuwa pot 2 yenyewe, pot 2. Halafu wa pot 1, wa pot 2 ambao ndio yeye anatarajiwa kuwepo, wa pot 3, wa pot 4. Ukiangalia kwa utaratibu wa CAF kwenye hatua ya makundi, kila kundi linakuwa na timu za pots zote. Kuna makundi manne, maana timu 16, kundi A, B, C, D. Kila kundi linakuwa na timu kutoka pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Simba inatarajiwa kuwa katika pot 2, ambapo kama wote wanafuzu, sharti wote wenye sifa za kuwapo pot 2 wakafuzu, ambao ni nani na nani? Ni wao Simba wenyewe, watanezao wa jadi Yanga, Al Hilal, Omdurman, hawa waliocheza nao leo hii na kufungwa 4-1, pamoja na Pyramids ya Misri. Hawa wanatarajiwa kuwa pot 2, sharti wote nao wakipata tiketi ya kuingia hatua makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, na wale walio juu katika viwango vya ubora, timu 4 za juu zote nazo ziingie katika hatua ya makundi. Kwa maana kwamba pot 1 matarajio kama ni hivyo itakuwa ni Al Ahli ya Misri, Ahli, lakini Mamelodi, Esperance de Tunis pamoja na RS Berkane. Hao ndio pot 1. Pot 2 ndo hao. Pot 3 matarajio kama nao wakifuzu, msisitizo ni Orlando, Petro Atletico ya Angola, Orlando Afrika Kusini, FAR Rabat ya Morocco, lakini vile vile MC Alger ya Algeria. Pot 4 matarajio kama nao watafuzu ni JS Kabylie ya Algeria na nyinginezo kama FC Nouadhib na kadhalika. Lakini kwa kuangalia tu kwa haraka hizi zilizokuwa katika pot 1, 2, 3 kama nazo zinafuzu, maana Simba lazima mpinzani mmoja anatoka katika pot 1 ambaye ni ama Al Ahli au Mamelodi au Esperance au RS Berkane. Mmoja lazima awe katika kundi ambalo Simba watakuwepo. Pot 2 hapa kwenye hatua makundi Simba hawatakuwa na Yanga, Al Hilal Omdurman wala Pyramids, endapo nazo zitafuzu hatua ya makundi. Kukutana timu za pot 1 huwa hazikutani. Kwenye pot 2 Simba hao wenzake hawezi kukutana hatua ya makundi, kama kukutana ni hatua ya robo finali, nusu na mpaka finali. Lakini pot 3 lazima atakuwa na mmoja wapo kati ya Orlando, Petro, FAR Rabat na MC Alger, endapo nazo zitafuzu hatua ya makundi. Sasa hizi tu za pot 1 na pot 3 unaona ni kwa namna gani zilivyokuwa nzito. Na ikumbuke kwenye hatua ya makundi timu mbili ndio zinafuzu hatua ya robo finali. Simba ni wazoefu katika michuano ya CAF tangu msimu wa 2018-19 wakishiriki michuano ya CAF. Kiondoa msimu wa 2019-2020, misimu mingine yote break ya kwanza Simba huwa ni robo finali, iwe ligi ya mabingwa barani Afrika, iwe kombe la shirikisho. Kwa hiyo tarajio Simba ili itimize kile ambacho imeshakifanya tangu msimu wa 2018-19 kwa kwenda mfululizo mpaka hatua ya robo finali, na msimu uliopita wakifika finali kombe la shirikisho, ni lazima waje wapambane na Al Ahli au Mamelodi au Esperance au RS Berkane au Orlando au Petro au FAR Rabat au MC Alger. Wawili kutoka katika pot 1, pot 3 lazima watapatikana miongoni mwa hawa kwenye nasibu ya draw endapo zote zitafuzu. Lakini pot 4 kuna JS Kabylie na wengineo. Zinazofuzu robo finali ni 2. Sasa Simba kama inaonyesha tabia ya kuruhusu mabao kwa mwenendo huu wa wastani wa bao moja kila baada ya dakika 36, sio mzuri, na inapaswa kocha Dimitar Pantev afanye ziada kuhakikisha lango la timu yake linakuwa salama. Golikipa Musa Kamara na wengineo hawafikiwi kwa namna yoyote ile. Ulinzi uwe kwanza, kwa sababu kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika Simba wao ni wazoefu, wanatambua huwa wanacheza kikubwa. Jambo la kwanza kuwa salama kwenye lango lao, halafu mengine yanafuatia ikiwamo kufunga na kushinda ili kutimiza mpango kazi wa timu, na sio kuruhusu mabao kwa kasi hii ilionyeshwa katika mechi mbili. Ni mechi mazoezi, inaeleweka, lakini ni tabia ambayo kama inajijenga kwamba Simba inaruhusu na kuruhusu, maana yake itafikia mahala wachezaji watazoea kwamba sio kitu cha ajabu au kuruhusu mabao, jambo ambalo si tabia haswa kwa timu kubwa yenye hadhi kama Simba. Dimitar Pantev
bonge la kocha aliyethibitisha ubora wakati akiwa na Gaborone United, hasa katika michezo mbili dhidi ya Simba. Simba kufuzu kwao kwenda raundi ya pili ya awali kwa kufuzu hatua ya makundi, walicheza kikubwa sana, maana kiukweli kwa uwanjani kikosi chake cha Gaborone United walimiliki zaidi mpira, lakini pia walifika mara nyingi, ingawa ubora wa Simba kwa wachezaji moja mmoja na uzoefu wao uliwabeba kiasi ya kwamba licha ya kuachwa na kocha Faru Davis baada ya mechi ya kwanza walioshinda 1-0 kule Botswana, na kisha Faru Davis kwenda Raja Casablanca, kocha wa muda Hemed Suleiman Morocco bado aliongoza Simba vizuri na kupata walichokihitaji baada ya ushindi wa ugenini wa 1-0. Walihitaji sare yoyote kwa Mkapa au ushindi ili wasonge mbele, wakapata sare ya 1-1 katika mechi ambayo bado Dimitar Pantev na kikosi chake cha Gaborone United na wachezaji wake kina Kagaswane, kina Umpile Ramuagi, akina Kagamanyane walionyesha kiwango kizuri, wakimiliki zaidi mpira, lakini mwisho wa siku Simba wakasonga mbele kibabe kikubwa. Sasa tabia ile ya ukubwa Dimitar Pantev anapaswa kuiendeleza ndani ya Simba, hata kama yeye anatoka Gaborone United, kwamba wasiruhusu mabao kwa kasi ya namna hii, maana inaweza kikwaza Simba na mipango yake katika michuano mbalimbali inayoshiriki 2025-26. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.